Hello my people, naamini mko poa kabisa na tupo katika mwezi wa mfungo, nikiamini baadhi ya wasikilizaji wangu mpo katika situation. Kwa hiyo Mungu azidi kubariki na awapatie yale yote ambayo mnayaomba kwa mapenzi yake, na yale ambayo yote unastahili mazuri msikilizaji, basi kwa mwezi huu ya kufikie yasikupite, na Mungu akuzidishie afya njema. Tuendelee kuwa sote hapa, si ndio? Yes, naomba kuona like yako kama tumejumuika wote katika hii simulizi mpya kutoka kwa dada yetu Rita, na tunasonga mbele na kusimulia ni mimi Lucas Lumbasi. Sauti ya mama hivi ilisikika ikisema ya kwamba wewe sikiliza, humu ndani tumeshachoka kukulea, umesikia? Kazi utaki kufanya, unataka kukaa tu, unataka tukulisha na kukuvisha, ni hivi binti akili zako ziko sawa kabisa wewe. Sasa basi usiku wa leo utakuwa wa mwisho kwenye hii nyumba. Yaani kesho tatafuta pa kwenda. Nyumbani kwangu sikuhitaji tena. Nimekuchoka. Sauti ya binti ilisikika ikisema, lakini mama mdogo akazuliwa akasema, wewe hakuna cha lakini hapa. Usiku huu ni wa mwisho kwenye nyumba yangu. Labda kama utakubali kufanya kazi ambazo nakutafutia. La sivyo, njia yako nyeupe. Yaani unasepa bila fujo. Oh yes, msikilizaji. Najua wote mnajiuliza nimefikaje kwenye hiyo situation. Na nipo hapa kukusimulia kila kitu pasipo kuficha hata kitu kimoja. Lakini naomba nikwambie tu kitu. Siku zote baraka ya mtu haiwezi kutoweka. Zaidi inaweza kachelewa tu, lakini sio kupotea kabisa. Unaweza kuniita Ishan. Ni mtoto wa pekee kwa baba na mama yangu. Kwa upande wangu nimebahatika kulelewa na wazazi wangu wote wawili. Lakini Waswahili wanasema ya kwamba kisichokuwa riziki basi hakiliki. Nikiwa na miaka 13, nikiwa mwanafunzi wa darasa la 7, babangu akaugua kwa muda mfupi sana na kupoteza maisha, na nikajikuta nikibaki na mama yangu tu. Kwa rehema zake Mwenyezi Mungu nikamaliza darasa la 7 na moja kwa moja nikaanza kidato cha kwanza, huku sasa mama yangu akiwa ndio support kwenye kila pande ya maisha yangu. Hasa najivunia sana kuhusu yeye. Naomba niseme kuwa dunia, yaani hapa duniani tunapita tu. Maana nilipokuwa kidato cha 5, mama yangu pia akafariki na kuniacha mimi mwenyewe. Sasa hapo ndio kawa mwanzo mpya wa maisha yangu. Hapo ndo nilijua dunia da ulimwengu shujaa. Baada ya kifo cha mama yangu, Isha ni mimi nikatolewa Mbeya kijijini na kupelekwa mjini Dar es Salaam kwa mama yangu mdogo. Yaani nyumbani sa kwa mdogo wake mama yangu. Mama yangu mdogo ni mwanamke ambaye Mungu amembariki sana. Anamiliki duka kubwa sana la nguo mjini Sinza, lakini pia mume wake ni mzungu ambaye ana pesa sana. Mama yangu mdogo amebarikiwa mtoto mmoja wa kike ambaye yeye ni mkubwa kuliko mimi, anaitwa Wendy. Yaani mimi na mtoto wa mama yangu mdogo tumepishana miaka 2 tu. Sasa mume wa mama mdogo mara nyingi yeye huwa anakuwa nje ya nchi na huwa anakuja Tanzania mara moja sana. Huwa anakuja Tanzania mara moja sana. So kitendo cha mimi kwenda kwa mama mdogo tu ndio nikageuka na kuwa dada yao wa kazi za ndani. Hiyo haikuwa shida. Shida ni kwamba yani mama mdogo amekuwa ni mtu wa kunitesa sana, kunipiga, kuninyima chakula na kila kitu. Mama mdogo hajawahi kuniruhusu kutafuta kazi, zaidi tu amekuwa akinitafutia wanaume na kutaka nilale nao ndio nipate kulipwa. Kitu tunachoshukuru ni kwamba mimi nimekuwa ni mtu wa kujiamini, lakini pia kujitetea, na wanaume wa mama mdogo hawakuwa hata kunigusa. Kwa sasa mama mdogo hanihitaji tena na ameamua kunifukuza. Kwa hiyo msikilizaji, tuendelee sasa. Katika usiku huo nilijitahidi sana kujielezea na kujitetea kwa mama mdogo, lakini ilishindikana kabisa. Ni wazi kuwa mama mdogo alikuwa amekusudia kunifukuza nyumbani kwake na kusubiri hata kupambazuke. Usiku huo akanifukuza nyumbani kwake. Unamjua mtu hopeless? Sasa huyo mtu ndio mimi sasa. Yaani mtu ambaye amepoteza tumaini. Ndani ya muda mfupi tu nilijikuta nikilandalanda mtaani
huku nikiwa sina msaada wote ule. Si msaada tu, yani sikuwa hata na mia mbovu kwa wakati huo kwenye jiji kubwa kama hili la Dar. Baada ya kuzunguka huku na huku kwa muda mrefu, ndipo nikakumbuka kuwa nina namba rafiki yangu ambaye nilisomaga naye kijijini, lakini kwa hapa Dar es Salaam ni mwenyeji sana, maana ana miaka 4 tangu afike Dar. Pasipo kupoteza muda, nikampigia na kuchukua muda mrefu, akafika na kunichukua. Tulipofika, of course, nilipenda sana chumba chake, nikaambia wow, chumba chako ni kizuri sana, tusajigwe. Nilimwambia baada ya kufika chumbani kwake, tusajigwe. Akaniangalia kwa muda na kuniambia kwamba hilo tusajigwe limeishia huko Mbeya binti, sawa hapa mjini najulikana kama Tuntu. Nijikuta nikicheka na kumwambia kwamba sasa Tuntu ndio jina gani? Tusajigwe akasema kwamba ukikuwa utaacha bwana, niambie na mabegi usiku kama taraka nginja nini binti. Hapo nijikuta nikianza kulia walai, maana kuna namna ni kama nilianza kusahau kuwa nilipotoka nimefukuzwa. Hivyo tusajigwe ni kama ndio kanikumbusha. Nikamwambia kwamba mama mdogo amenifukuza nyumbani kwake. Tuntu akashusha pumzi nzito, kisha akakaa kwenye kocha na kuniuliza kwamba shida nini au umeanza jeuri wewe. Basi nikaa kwenye kocha na kuanza kumsimulia kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea nyumbani kwa mama yangu mdogo. Basi Tuntu akasema kwamba kwa hiyo unataka kuniambia kuwa mama yako mdogo anauza wasichana pale nyumbani kwake isipokuwa binti yake tu? Nikamjibu ndio, na mimi sitaki kabisa kufanyia kazi. Tusajige rafiki yangu, naomba sana unistili hapa nyumbani. Basi Tusa akaniangalia, kisha akakunja nne na kwa sauti ya kujiamini akanijibu ya kwamba kukaa nyumbani kwangu ni uongo mkubwa sana binti. Yaani huwezi kuishi hapa. Msikilizaji, kwanza nilishtuka sana na kumwangalia Tuntu kwa mshangao wa hali ya juu, huku akili yangu ikiniambia kuwa Tuntu ni anantania tu. Hivyo nikaishia kucheka, nikasema kwamba bwana acha masiala. Tuntu akasema aya, unahisi mimi nakuchekesha Mimi sina huo muda wa kukuchekesha. Ishan, kitu sichokijua ni kwamba hiyo kazi ambayo wewe unaikataa kwa herufi kubwa, mimi mwenyewe ndio inaniweka mjini. Alizungumza Tuntu huku akiwa amenikazia macho, akisisitiza maneno yake. Nilishangaa nikasema Tuntu, unajiuza? Tuntu akasema na huyo mama wako mdogo ndio madamu wangu. Ishan, mimi bila huyo mama wako mdogo saizi sijui hata ningekuwa wapi. Mama wako mdogo amenisaidia sana, tena kupitia kazi hiyo hiyo ambayo wewe uitaki. Nilishangaa sana nikasema Tuntu, yani umeuza utu wako? Tuntu akajibu, lakini sinalala ndani kwenye chumba kizuri, naishi na kula ninachokitaka, sio kama wewe unayelandalanda usiku na mabegi. Alizungumza Tuntu tena kwa dharau ya hali ya juu. Tuntu akaniambia kwamba sasa sikia, msaada wangu kwako ni kukuacha ulale kwa usiku huu tu, na kukipambazuka tu tafuta pa kwenda. Maana nikikuacha wewe tu nitagombana tajiri yangu aliyenionyesha mji ukoje. Msikilizaji, wallahi nilibaki sura ndogo kama kidonge cha Pelton. Hatimaye asubuhi ikashika nafasi, huku nikiwa sijapata hata lepe la usingizi usiku kucha. Kweli chako wazima si chako. Majira ya 2 asubuhi Tuntu akaniamsha na kuniambia niondoke, msaada wake umeisha. Wiki nzima ilipita nikiwa na landalanda tu mtaani. Kwa wakati huo hata begi la nguo sikuwa nalo, wahuni wa Dar walipita nalo kitambo sana. Baada ya kuhangaika sana mtaani, Ishan mimi nikaamua kurudisha mpira kwa kipa. Yaani niliamua kurudi nyumbani kwa mama mdogo na kukubaliana na sheria zake zote. Mama mdogo alitumia mwezi mzima kunitengeneza na kuniandaa, huku akihakikisha kuwa nakuwa na muonekano mzuri sana. Nisiwe mwongo bwana. Mimi Mungu ameumba bwana, alafu mama akazaa. Niko vizuri kinyama. Basi mdogo akasema kwamba kazi yako inaanza leo. Mteja wako atakuja saa 3 usiku, kwa hiyo jiandae na usiniangushe. Alizungumza mama mdogo, kisha akanipatia nguo mpya na akaondoka zake. Sasa nilizungumza kimoyomoyo nikasema kwamba yani huyu mtu hatogusa hata mwili wangu, na akinigusa tu napandisha mashetani. Nilizungumza kimoyomoyo huku sasa nikimwangalia kwenye kioo. Hatimaye muda ulifika na moja kwa moja nikapelekwa kwenye chumba cha kazi. Mtume I say, uso kwa uso
nikakutana na mkaka ambaye si mgeni kwenye macho yangu na namkumbuka vizuri sana. Yaani namkumbuka vizuri mno. Iko hivi, huyu kaka alishawahi kuja mara ya kwanza na nikamuigizia kuwa na mashetani. Na sikuishia hapo, yaani hadi kumng'ata na ilimng'ata mbwa huyu. Alafu leo amerudi tena kwa mara ya pili. Sasa nilijifikiria nikasema kwamba huyu nikimuigizia tena si atagundua au anikumbuki sura, maana sasa hivi nimenawili, sio kama mara ya kwanza alivyonikuta. Basi nilikuwa najiwazia hivyo huku nikimwangalia kwa macho wasiwasi na nikiwa nimeshikilia mlango, sijui ni ufunge au niuache wazi. Kwa mwendo wa polepole kaka yule akanisogelea na kisha akanipita na kwenda kufunga mlango. Alikuwa akiniangalia kwa macho ya kunitamani sana. Ni kama alikuwa bado ana hasira na mimi. Yaani tangu siku ile nilipoweza kumng'ata, ni kama bado alikuwa na hasira na mimi. Basi akaniuliza kwamba vipi, leo mashetani yako mbali ama? Huyo mkaka aliniuliza kwa sauti yenye kejeli sana ndani yake. Kikweli mkaka alikuwa ni mzuri sana, handsome kuliko maelezo. Ananukia vizuri na pesa anaonekana kuwa nayo. Lakini sasa matendo yake wallahi hayaendani na mambo yake anayoyafanya. Yaani anaishi maisha ya kiuni na anasa. Mkaka huyo akatembea taratibu na kwenda ukaa kwenye kitanda, kisha akauliza kwamba kwa hiyo unataka nikufundishe kila kitu ama? Alipoongea hivyo nilimwangalia kwa huzuni nikitaka anionee huruma. Lakini ndio kwanza kama nilijichomea utambi tu. Kwa sauti ya kibabe akaniambia kwamba njoo uanze kazi yako binti, sijaje kupiga picha hapa. Basi hapo nikashtuka na kumuuliza kwamba nani mimi? Akasema aya, yuko naongea na hayo mashetani yako ya kuigiza ama? Unajua siku ile kwa ajili ya ujinga wako tu nimepoteza pesa kiasi gani? Hivi unajua mimi maribu pesa ngapi? Sasa leo sitaki ujinga, umesikia? Sitaki upuzi aina yote ile. Nilimwangalia na kuzungumza kimoyomoyo kwamba muone kwanza mkaka mzuri lakini ni msharati tu. Basi kwa hasira akaniuliza kwamba unataka nikufuate huko ulikosimama? Nikasema hapana, mkojo tu umenibana sana. Nilianza kuzungumza maneno ambayo hata mimi mwenyewe sikuwa najua nazungumza kuhusu nini. Yaani ilikuwa ni kama nimechanganyikiwa hivi. Sasa yule mkaka akasema kwamba okay, sasa naelewa. Wewe na huyo madamu wako mnaneno mimi ni kama bwege. Na ndio maana mnanichezea michezo yenu ya kijinga. Sasa subiri uone. Leo maji utaita mma na hakuna mtu ataweza kuja kusaidia. Basi akanyanyuka pale kitandani haraka na kuja kunifuata. Hapo sasa ukaanza mchezo wa kuku na jogoo. Yaani tulijikuta tukikimbizana ndani ya chumba kama watoto wadogo. Mwanaume ni mwanaume tu jamani. Kaka alinikamata akiwa na hasira ya hali ya juu kutokana na jinsi ambavyo nimekuwa nikimfanyia. Kwanza nikashangaa sana akianza kuchana nguo zangu kwa hasira sana na sio kuzivua. Baada ya muda nikajikuta nikiwa mtupu tu. Nikabaki nikijitahidi kujificha kwa mikono yangu. Kwa mwendo haraka akasogea na kuwasha bufa na akaweka sauti ya juu kabisa. Sauti ambayo hata sisi ilikuwa tukiongea hatuelewani. Sasa wa nje ndio kabisa hawakuweza kusikia chochote zaidi ya muziki. Nilimwambia kwamba bosi subiri kwanza, bosi subiri. Nataka nikwambie kitu, ngoja nikwambie kitu. Nilalamika baada ya mkaka huyo kunisukumia kitandani na kuanza kunifuata. Yule mkaka akasema kwamba msichana wewe, aise nitakupiga nikuchakaza, umesikia? Mimi sio babu yako. Sijui unanielewa? Naomba uache fujo zako aise, mimi sina muda kupoteza. Alizungumza kwa ukali sana kisha akanivamia mwilini. Nikamwambia kwamba pole sijawahi. Nilopoka ikiwa ni sehemu ya kujitetea lakini pia ndio ulikuwa ukweli wa mambo. Mimi sijawahi msikilizaji. Mkaka huyo alicheka sana kisha akaniambia kwamba kahaba mzoefu na bikra mbona ni vitu 9 tofauti. Baada ya muda kaka akafanikiwa kufanya jambo lake na kuna namna nilimuona akiwa mtulivu na mpole kuliko alivyokuwa mwanzo. Kwa upande wangu nilibaki nikiwa nimejikunyata tu kwenye kona ya kitanda nikiugulia maumivu ya mwili wangu, lakini pia maumivu ya moyo baada ya kupoteza usichana wangu kwa njia hovyo sana baada ya kuitunza kwa muda mrefu sana. Yule mkaka kwa sauti ya chini akasema I'm sorry. Nilimuomba tu aweze kuondoka tu. Mkaka huyo akaniangalia kisha kavaa mavazi yake na kuondoka. Kwa upande wangu wallahi ni kama cheese aliyeachiwa jalala vile. Nijikuta nikilia kwa sauti kubwa sana. Sauti yenye maumivu ya hali ya juu. Nijikuta nikikumbuka mpaka wazazi wangu kutokana na haya maisha ambayo nayapitia kwa kuwa tu wao hawapo kwenye uso wa dunia. Baada ya muda mama mdogo aliingia. Mama mdogo akasema kwamba kwani wewe utoki humu ndani au? Hebu nyanyuka bwana tuweke chumba sawa. Msichana mwenzio hapa anatakiwa aingie na mteja wake.
alizungumza mama mdogo, huku sasa akionyesha kutokujali kuhusu mimi hata kidogo. Ninyanyuka kwa kujivuta huku sasa nikitoa na mashuka ambayo yalichafuka kwa damu. Mama mdogo akasema, toba makubwa. Ishan, usiniambie kuwa wewe ulikuwa bado mbichi. Alizungumza mama mdogo kwa mshangao huku akinikejeli. Sasa mama mdogo akasema kwamba sasa ulikuwa unamtunzia nani sasa? Kwani ulikuwa na ndoto za kuwa sister mtawa au kuolewa? Yaani umeharibu mambo mwanangu. Yaani sasa ungeniambia mapema kuwa hujawahi. Huyu mbwa mimi ningemuongezea bei jamani. Msikilizaji, na kusimulia hapa nacheka sio kwamba mazuri. Imagine nilitarajia kauli ya kwamba yaani ungeniambia mapema kuwa hujawahi, nisingekuweka kwenye haya mazingira. Ila anasema kwamba yaani ungeniambia mapema kama hujawahi ili huyu mbwa nimuongezee bei. Kwa hiyo bado swala la kutolewa bikra mimi lingebaki pale pale. Unajua huyu anayezungumza hivyo ni mama yangu mdogo kabisa. Tena amelelewa na mama yangu mimi baada ya mama yao kufariki. Na tena akiwa na miezi 4 tu. Alafu leo hii ananifanyia mimi ujinga namna hiyo. Basi nikajizozoa pale kwenda chumbani kwangu. Siku zikaendelea kwenda na kazi yangu ndio ikawa ni hiyo. Yaani leo niko na mwanamume huyu, kesho na huyu. Kiukweli nijikuta nikiwa mzoefu sana, tena sana. Niliacha kulalamika na kuamini kuwa hayo ndio maisha yangu sasa. Hatimaye miezi 3 ikapita nikiwa busy na kazi yangu hiyo. Yaani sijui niwaambie nini, lakini Ishan wenu nimekuwa mbobezi kwenye hii kazi. Siogopi dudu wala mende. Ikiwa ni siku ya Jumamosi jioni, siku hiyo madamu akaniambia kuwa nina mteja wa muhimu sana. Hivyo nimpatie huduma ya kueleweka. Maana yeye ni VIP. Basi kama kawaida, muda ulipofika, nikaenda kwenye chumba cha kazi. Na kwa mara nyingine tena nikakutana na mkaka ambaye ndio alifungua njia. Siku hiyo nilikuwa na tofauti sana. Nilikuwa na tabasamu pana sana usoni mwangu. Alafu sasa nimechachuka kama samaki aliyewekewa ndimu na kachumvi kwa mbali. Polepole nikasogelea sabufa na kuliwasha. Ingawa sikuweka sauti ya juu sana, lakini mtu wa nje ilikuwa sio rahisi kusikia. Kwa mwendo wa madaha na maaba mazito, nikamsogelea mkaka huyo na kuanza kazi yangu. Yule mkaka akasema, sijaja kwa ajili ya hiyo, kwa hiyo nakuomba uache. Alizungumza mkaka huyo muda ambao ndio nilikuwa nataka kumtoa nguo zake. Nikamwambia kwamba kwa hiyo umekuja kupiga picha au kunishangaa? Nimuuliza nikiwa nimemkazia macho. Yule mkaka akasema, hapana, nimekuja kuzungumza na wewe. By the way, naitwa Enzo. Sijui mwenzangu naitwa nani? Nilimwangalia kwa kumpandisha na kumshusha, kisha nikamuuliza kwamba yani unatengeneza NIDA au vyeti vya kuzaliwa? Yule mkaka akasema, please, nahitaji kukujua lakini pia kukusaidia. Ni wazi kuwa hii sehemu sio kwa ajili yako. Imani yangu inaniambia kuwa unahitaji kusaidikikana. Nilimwangalia nikamwambia kwamba bro, hivi sio umelipia pesa kule ama? Sasa basi tusichoshane, fanya kilichokuleta na uende. Nizungumza kisha nikamvamia mwilini mwake. Kaka huyo alinisukuma na kwa mwendo haraka sana akafungua mlango na kuondoka. Kwanza nibaki nikishangaa huku nikiwa siamini kabisa kama kweli huyu kaka amelipia pesa nyingi sana, lakini hata kunigusa janigusa. Zaidi tu ameondoka akiwa na hasira tu. Tena hasira ya mimi kukataa kuzungumza naye. Nikasema ai, atajua mwenyewe huko bana. Nizungumza na kunyanyuka kwa ajili ya kutandika kitanda vizuri. Muda huo mama mdogo akaingia akiwa na hasira sana. Mama mdogo akasema, wewe mteja wangu umemfanya nini? Mbona umeondoka kwa hasira sana? Nimwangalia mama mdogo kwa muda kisha nikamdanganya nikasema kwamba amepokea simu ya msiba, mimi sijamfanya chochote. Mama mdogo akasema, una bahati sana leo. Yaani leo sijui ningekufanya kitu gani wewe binti. Basi mama mdogo alimaliza kuzungumza maneno hayo kisha akatoka nje. Nijizungumzia mwenyewe tena kwa siri nikasema, ile huyu mwanamke huyu kuna siku nitamuonyesha show moja hiyo hata kuja kuamini kwenye maisha yake. Basi baada ya kuweka chumba vizuri, polepole nikarudi chumbani kwangu. Ila naingia tu chumbani kwangu nikakutana na Wendy, yani mtoto wa mama yangu mdogo. So utakuwa unamkumbuka jina Yes, nilikwambia anaitwa Wendy. Bwana, huyu msichana na mimi hatukuwahi kuelewana hata siku na moja. Wow, kabinti kanajisikia haka.
Hivyo baada ya kumkuta chumbani, wala hata sikuwa na muda naye. Moja kwa moja nikasogelea kabati na kutoa taulo langu nikiwa nataka kwenda kuoga. Hapo nimkuta chumbani kwangu. Akanijibu ya kwamba ina maana hujaniona au? Wendy aliniuliza kwa sasa kinaangalia kwa dharau. Nikamwambia kwamba kwa hiyo baada ya kukuona ulitaka nije kukubeba au? Nilimuuliza, Wendy akasema kwamba Ishan, unajua umekuwa jeuri sana siku hizi. Naona huko kupendeza kwako sasa hivi sasa yani kuna kupatia jeuri ya hali ya juu. Anyway, mimi sijajia hayo. Nguo zangu chafu zinakuwa nyingi sana. Hivyo basi nataka ukafue sasa hivi. Alizungumza Wendy. Mai zangu, ni kweli nilikuwa namfulia Wendy, lakini sasa hivi wallahi atanitafuta kwa torch. Nilimwangalia Wendy kwa muda, kisha nikamuuliza kwamba ulikuwa unavaa na mimi hizo nguo au? Hebu naomba nitolee puzo wako hapa. Nilimjibu hivyo. Kisha huyo nikaenda zangu bafuni kuoga. Nilioga na nilipotoka tu nikakutana uso kwa uso na mamdogo akiwa na binti yake. Wananiangalia yani kama wanataka kunimeza vile. Mamdogo akauliza kwamba kwa hiyo Ishan, yani umefikia hatua ya kumpiga binti yangu, si ndio? Kwa haraka nikamgeukia Wendy nikamuuliza, wewe binti, nimekupiga? Kuna namna fulani hivi Wendy aliona kabisa huyu sasa hivi haogopi mtu. Kwa upole akaangalia chini na kuzungumza kwamba hajanipiga ile tu hata kunifulia nguo zangu. Basi mamdogo akasema ya kwamba usijali, kesho nitamuita Dobi aje kukufulia. Mamdogo alisema hivyo. Kisha Wendy akatoka nje na mama yake akanigeukia mimi akasema ya kwamba jiandae, kuna mteja chumbani. Alafu ukitoka huko njoo na mazungumzo na wewe. Sikumjibu kitu chochote zaidi tu, mimi nikajiandaa kwa ajili ya kwenda kumhudumia huyo mteja. La haula. Hata kama ndio mteja huyo, hapana kwa kweli. Yaani sio mzee. Unajua kuna mzee na kababu Ila huyu sio mzee, ila ni kababu. Kwanza niliganda nikimshangaa tu. Kale kazee bana. Yule mzee akasema kwamba you are so beautiful. Alongevo mzee baada ya kuniona mtume. Yaani mimi mwenyewe hana huyo mzee jamani. Nikamwangalia na kumuuliza kwamba mzee, hivi umeshaacha barua ya mirathi nyumbani kwako? Mzee huyo akashtuka na kuuliza kwamba binti unamaanisha nini unavyosema hivyo? Nikamwambia mzee, wewe hivi unataka kunipa dhambi tu Umri huo unataka kucheza hii michezo? Si utafia hapa wewe. Mzee, sikia, mimi siwezi kuhudumia. Changanya miguu yako, nenda kadai pesa yako na uende. Nizungumza kisha moja kwa moja nikatoka zangu nje. Hata kama ndio kazi, mimi siwezi kulala na mzee ambaye mama yangu anaweza kumuita babu na sio baba. Baada ya muda kama kawaida moto kawaka. Mamdogo alichukia sana baada ya mzee yule kwenda kudai pesa zake na kuondoka akiwa amechukia sana. Mamdogo akasema, Ishan, hivi unataka kunipanda kichwani, si ndio? Mamdogo aliniuliza akiwa na hasira sana baada ya kumpoteza mteja wake wa kizee. Nikasema kwamba mamdogo, hivi ni roho gani mbaya ambayo unao mamdogo? Nafanya kazi kubwa alafu hunipatii pesa hata kidogo. Kwa kuwa tu nakaa nyumbani kwako. Alafu leo hii unaletea kizee ambacho kimeshajifia kitambo kabisa. Mamdogo, hapana kwa kweli. Kama ni rahisi, kwa nini usiende wewe au Wendy? Baada ya mimi kuongea hivyo, mamdogo alichukia sana. Akanyanyua mkono wake na kunipiga kibao. Yaani katika siku mamdogo amejichanganya. Basi ni leo. Yaani leo amekanyaga waya wa transformer tena akiwa peku. Nilishachoshwa na kila kitu. Hivyo sikufikiria mara mbili. Nijikuta nikimvamia mamdogo na tukaanza kupigana. Alafu mkubwa ni mkubwa tu. Unajua kuna namna mamdogo alinishinda nguvu. Na kwa ajili ya kujitetea mimi mwenyewe nikaokota chupa ya soda na kumtandika nao kichwani mwake. Mamdogo hakuchukua muda mrefu akadondoka chini na kupoteza fahamu huku damu zikimtoka. Nikasema huu msala huu. Basi haraka nikachukua begi la nguo na kupakia nguo zangu. Sikuishia hapo. Nikamsearch mamdogo na kuchukua pesa ambayo alikuwa nayo kisha nikaondoka. Huku lengo langu likiwa ni kurudi tu Mbeya. Maana huu ni msala mkubwa sana kwa upande wangu. Sasa katika hekaheka za kukimbia na ile wasiwasi sasa ambayo nilikuwa nayo, nijikuta nikivuka barabara pasipo kuangalia. Hata sijui gari lilitokea upande gani, lakini lilinigonga kwa nguvu sana. Baada ya hapo sijui hata nini kilichoendelea na kilichotokea sijui. Maana nilikuja kuamka nikiwa kwenye chumba cha hospitali. Kichwani nikiwa na bandage na drip ya maji iliendelea kushuka mwilini mwangu kwa kupita kwenye mkono wangu. Lakini pia pembeni yangu alikuwa mwanamama wa umri wa makamo.
Alikuwa amevalia nguo na vitu vya thamani sana. Mwanamama huyo kwa wakati huo alikuwa amepitiwa na usingizi kiasi. Basi nilalamika baada ya kusikia maumivu makali sana ya kichwa. Polepole na kwa uchovu wa hali ya juu, mama yule akafungua macho yake. Ni wazi kuwa aliweza kusikia sauti yangu kwa wakati huo. Yule mama akasema kwamba, asante Mungu umeamka. Alizungumza mwanamama huyo akiwa amefungamanisha mikono yake. Baada ya kuniona kuwa nimeamka, nilimwangalia tu. Mwisho nikataka kunyanyuka ili niweze kukaa kitako. Akasema kwamba usinyanyuke, tulia kwanza nimuite daktari. Yule mama alizungumza kisha akanyanyuka na kutoka nje. Kwa upande wangu nilibaki nikishangaa tu na kujiuliza ilikuwaje? Yaani nimefikaje na vipi kuhusu vitu vyangu? Maana nilijitahidi sana kuangaza macho yangu huku na huku, lakini sikuweza kuona hata begi langu la nguo wala hata viatu tu ambavyo nilikuwa nimevaa. Baada ya muda mwanamama yule akarudi akiwa ameongozana na daktari. Daktari akasema kwamba kwa sasa anaendelea vizuri kabisa. Nafikiri kwa leo tutabaki tukitazamia hali yake na kesho tunaweza tukamruhusu uweze kwenda naye. Yule mama akasema asante sana daktari. Ajibu yule mama akionekana kuwa ni mwenye furaha sana. Baada ya muda daktari akatoka nje na kuniacha mimi nikiwa na mwanamke huyo ambaye sikuwa hata nikimfahamu, lakini alionyesha kujali sana kuhusu mimi. Yule mama akasema kwamba hello, naitwa Madam Glory. Sijui unaitwa nani? Aliniuliza huyo mwanamke. Nikasema sasa, niliwaza sasa nikawaza ya kwamba sasa haya mambo ya madam yameanza tena. Kila mtu mzima ni madam. Nizungumza kimoyomoyo nikiwa sasa nimemkazia macho. Sasa huyo Madam G akaniuliza kwamba umenisikia? Nikasema nimekusikia, naitwa Ishan. Hapa nimefikaje? Huyo madam akasema ni mimi ndio niliyekuleta hapa hospitali. Baada ya kukuta barabarani ukiwa umetelekezwa na mtu ambaye alikusababishia ajali. Kwanza nikamwangalia kwa muda huku nikiwa siamini kabisa maneno yake. Maana ni kama alikuwa akinidanganya kwa kiasi chake. Nikasema asante kwa kunisaidia. Nilimshukuru tu ingawaje moyo wangu bado ulikuwa haujakubaliana kabisa na maelezo yake. Basi yule mama akasema kwamba una namba ya ndugu zako tunaweza kuwasiliana nao wakaja? Nikamjibu sina ndugu. Nijibu nikiwa serious sana. Yule mama akasema unataka kusema kuwa hapa jijini hauna ndugu kabisa? Nilimwangalia na kumjibu kwamba ndio, na sio tu jijini, hata huko ulikotoka. Hata huko nilikotoka sina ndugu. Mama watu akashusha pumzi ndefu na kusema kwamba ni siku 4 sasa nahangaika na wewe hapa hospitali. Mambo yangu yote yamesimama. Kwa hiyo Isha, ni unaishi wapi? Nikawaza na kuwazua kwa haraka sana. Kisha niliamua kumdanganya nikasema kwamba siku ambayo nilipata ajali ndio siku ambayo niliingia Dar es Salaam kwa ajili ya kutafuta maisha. Asa mama watu akahisi kuchoka kabisa. Na pasipo kuzungumza kitu chochote akatoka nje na kuniacha nikiwa mwenyewe pale wadini. Asa siku iliyofuata niliweza kuruhusiwa kutoka hospitali na moja kwa moja huyo mama akanichukua akiwa hajaniambia kitu chochote kile. Kikweli moyo wangu ulijikuta ukiwa na wasiwasi sana. Kuna namna nilikosa amani kabisa. Nikasema samani Madam Glory, tunaenda wapi? Nimuuliza tu. Muda huo mimi na Madam G tulikuwa sasa kwenye gari moja, gari moja kali sana. Jamani, ninavyosema Madam G ndo Madam Glory huyo. Kwa hiyo tulikuwa kwenye gari na ilikuwa ikiendeshwa na pande la mtu, kaka ambaye alikuwa amejazia kila kona. Madam G akasema kwamba anakupeleka nyumbani kwangu. Tangu umesema kuwa hauna ndugu na hauna sehemu ya kukaa, nimewaza nikupeleke nyumbani kwangu. Nikasema asante, Mungu akubariki. Basi niliamua tu kushukuru tu, huku moyo wangu bado ukiendelea kujiuliza, je, huyu ni mtu mwema kweli au ndio yale ya mama mdogo? Kujifanya mwema kumbe na matumizi na wewe. Maizangu, kuna watu wanaishi alafu kuna sisi hapa tunaishia. Jamani, huyu mjumba huyu mama ni hatari na nusu. Nikajisemesha kwamba hii ni nyumba au ikulu? Mungu wangu, si unachuna ngozi na hakuna mtu anasikia huko. Nijisemesha mwenyewe kwa moyo kutokana na wasiwasi mkubwa sana ambao nilikuwa nao. Nilijiuliza hayo maneno kipindi ambacho gari ndio ilikuwa inaingia kwenye geti. Madam G akasema karibu sana Isha, nijisikie uko nyumbani. Nikasema asante sana. Baada ya muda tukashuka kwenye gari tayari kwa ajili ya kuingia ndani. Nilibaki nikishangaa mazingira mazuri na magari ya kifahari ambayo
ilikuwa imepangwa kwenye nyumba hiyo. Hivi msikilizaji, mwanzo nilikwambia kuwa mama mdogo ana maisha mazuri eh? Hebu naomba futa kabisa sentence, nilikosea. Madam G ni mwamba na nusu. I say, kwa ajili ya utajiri anaomiliki Madam G, tuseme tu Igwe. Basi madam aliniita. Na hapo ni baada ya kuniona nikiwa sasa nimeganda tu nikishangaa ukubwa na uzuri wa nyumba yake. Alivoniita akaniambia twende ndani. Hapo sasa nikajishtukia na kwa aibu ya hali ya juu nikaingia ndani. Ndani nako ndio usiseme, nyie watu wanamiliki vitu vya thamani kubwa jamani. Basi Madam G kwa sauti ya juu sana akaita kwamba we Mazena. Mazena. Aliita. Na mdau tulikuwa tumesema tu sebleni. Baada ya muda akaingia mwanamke fulani hivi ambaye kwa makadirio alikuwa kama anafikia miaka 40 hivi. Basi yule mwanamke akasema karibu madam. Alizungumza yule mwanamke ambaye sasa nimemfahamu kwa jina la Mazena. Madam G akasema asante, huyu anaitwa Aisha, ni mgeni wetu. Kwa sasa mpeleke kwenye chumba cha juu apate kupumzika. Na wakati anapumzika utamwandalia smoothie na mtoli wa ndizi. Alizungumza hivyo Madam G. Na baada ya kuongea hivyo akaondoka pasipo hata kusubiri jibu kutoka kwa Mazena. Mazena akasema nifuate. Alizungumza Mazena kisha akashika njia na mimi nikamfuata. Kikweli nilikuwa nina uchovu wa hali ya juu, hivyo nijikuta nikilala sana. Tena ukizingatia sa chumba chenyewe ni full kiyoyozi. Nilikuja kuamka muda ambao giza lilikuwa limeshaingia na sikuwa najua ni saa ngapi. Kwa utulivu kabisa nikanyanyuka na kutoka nje. Lengo langu likiwa ni kwenda kupata maji ya kunywa. Hasa katika pitapita zangu za huko na huko, kwenye moja ya chumba niliweza kusikia maongezi ambayo yalikuwa ni asiri sana. Lakini maongezi hayo yalinilenga sana mimi. Kitendo cha kusikia jina langu, nilijikuta tu nikisimama ili niweze kusikia na kujua kuwa hawa watu ni kwa nini wananiongelea mimi. Sauti nilisikia ikisema ya kwamba kwa hiyo mama unataka binti akae na sisi hapa nyumbani. Ilikuwa ni sauti ya kike, sauti ambayo ni nyororo sana. Na kwenye mawazo yangu niliwaza kuwa ni binti tu kama mimi. Maana ni mtoto wa huyu mama ambaye amenichukua na kunileta nyumbani kwake. Basi baada ya kuuliza hivyo akajibiwa kwamba ulitaka nifanye nini? Nimwache mtaani au? Suzi, usisahau kuwa ni wewe ndio umemsababishia matatizo huyu binti. Usisahau kuwa wewe ndio ulimgonga na kumsababishia kupoteza kila alichokuwa nacho. Msikizaji hapo sasa, kwanza nikashtuka maana naona taarifa ni mpya kabisa na ni tofauti na ile ambayo nilipewa mwanzo na mwanamama huyo. Basi huyo sijui ndo Suzi akajibu ya kwamba ila mama mimi sijui hata unajikutaga nani. Yaani sijui mama. Wewe muda wote tu unatakaga tu kusaidia watu tu. Kwani si ulishamtibia sungemwacha tu aende alikokuwa anaenda? Mama akajibu ya kwamba wewe unajua alikuwa anaenda wapi? Suzi hemkuwa na huruma binti yangu. Suzi akajibu mimi simtaki huyu binti hapa nyumbani. Mama akasema wewe ndio nimeshasema. Aisha natakuwa hapa. Atakuwa hapa na sisi tukitazamia hali yake. Na akikaa sawa tu basi mimi namuajili kazi za ndani aweze kumsaidia mama Zena. Suzi akasema bwana utajua mwenyewe. Alijibu msichana huyo ambaye sikuwa nimeona hata sura yake, bali nilishika tu sauti yake na kujua jina lake anaitwa Suzi kupitia maongezi yao. Kwa namna moja ama nyingine niliweza kugundua kuwa Madam G ni mtu mwema sana, lakini huyo binti yake sasa ni kazi juu ya kazi. Muda huo niliweza kusikia sauti za miguu ikisogea, hivyo kwa mwendo wa haraka nikajiondoa eneo hilo na kwenda sebeni na kubaki nikishangaa tu huko na huko. Basi mama Zena akasema kwamba umeshaamka. Alizungumza Mazena baada ya kunikuta sebeni nikiwa na shangaa tu. Nikajibu ya kwamba ndio mama, naweza kupata maji ya kunywa? Nimuuliza Mazena ambaye ni msaidizi wa kazi za ndani hapo. Akasema ya kwamba usijali nifuate. Basi moja kwa moja mimi na mama Zena tukaenda jikoni. Maizangu kuna watu wanaishi jamani kishua. Yaani huyu mama huko jikoni kwake ndio usiseme ni pazuri sana. Hii familia inaishi maisha ya ndoto zao. Baada ya muda familia nzima ilikutana kwenye meza chakula kwa ajili ya kupata chakula cha usiku na Madam G akatumia muda huo kunitambulisha kwa kila mtu, lakini pia kunikaribisha rasmi kwenye familia yake huku akiniahidi kunisaidia. Nikasema kwamba asante sana mama, Mungu akubariki. Nilimshukuru kwa kila kitu ambacho Madam G amenifanyia. Basi hatimaye mwezi mzima ukapita nikiwa kwenye nyumba ya Madam G
na tayari nilikuwa ni kama dada wa kazi, na nilikuwa nikishare chumba kimoja na Mama Zena ambaye ni mfanyakazi mwenzangu. Basi Mama Zena aliniuliza kwamba hivi, ulimpelekea Suzi maji yake ya moto? Aliniuliza hivyo mdogo. Sasa mimi na Mama Zena tulikuwa jikoni tukiandaa kifungua kinywa. Nikamjibu kwamba sijampelekea. Nijibu huku sasa nikiendelea kukanda ngano kwa ajili ya chapati. Mama Zena akasema kwamba Isha naye unapenda jamani gombana na Suzi. Yaani muda unayoyoma na hujampelekea maji yake. Alizungumza Mama Zena kwa staili kama ananilaumu hivi. Msikilizaji, iko hivi. Suzi ni binti ambaye yuko makini sana kwenye kutunza mwili wake. Ni binti ambaye anauchukia sana unene. Hivyo amekuwa akifanya diet, lakini pia huwa anakunywa maji ya moto yenye limao kila siku asubuhi kwa ajili ya kuchoma mafuta tumboni. Sasa kabla sijamjibu Mama Zena, muda huo Suzi akaingia jikoni. Alionekana kuwa na hasira sana, na nilijua kabisa hasira yake ni juu yangu. Suzi akasema kwamba kwa hiyo unataka ni kila siku niwe na kukumbusha tu kuja kuniletea maji yangu? Aliniuliza Suzi huku akini kanyaga vidole vyangu vya miguuni. Imagine, yeye amevaa viatu alafu mimi niko peku. Nikasema Suzi, unaniumiza. Nilalamika maana viatu vyake vilikuwa na soli ngumu sana. Suzi akasema kwamba wewe nijibu swali langu, unataka kila siku tu tunakumbushana tu au hivi kwani Isha ni chizi? Suzi aliniuliza kwa kunifokea kama mtoto mdogo vile. Lakini pia bado alikuwa akikanyaga vidole vyangu. Kiukweli mimi ni binti mpole sana na mtulivu mno msikilizaji, sana. Lakini maisha ya manyanyaso ambayo nimeishi kwa mama yangu mdogo yamenibadilisha pakubwa mno. Nimekuwa ni muongeaji mno, lakini pia ni mtu ambaye sitaki kabisa kuonewa. Na kuna namna nimekuwa ni kama mtu ambaye yani siwezi kuzuia hasira zangu. Nijikuta nikimsukuma Suzi kwa nguvu sana. Na kwa kuwa sasa hakuwa ametarajia tukio hilo, Suzi akaanguka chini kama mzigo na kujikuta akiangukia makalio. Mama Zena alishtuka sana na kwa haraka akawahi na kumnyanyua Suzi. Mama Zena akasema kwamba Isha ni muombe msamaha Suzi. Alizungumza Mama Zena akiwa amenikazia macho. Nikasema kwamba nafikiri yeye ndio anatakiwa kuniomba mimi msamaha. Nijibu kwa kujiamini mno. Suzi akasema nitakuonesha. Alizungumza Suzi kwa hasira kisha akatoka nje. Baada ya muda Suzi akarudi na kuzungumza kwamba Mama Zena analetea maji chumbani. Kisha kaondoka zake. Kwa upande wangu niliendelea kukanda ngano lakini kwa hasira sana. Mama Zena akaniuliza kwamba Isha ni hivi nini lakini umefanya? Nikamjibu Mama Zena kwamba huyu msichana anataka kunipanda kichwani tu. Jana usiku saliniambia hataki tena kuandaliwa maji na mimi. Bado akasisitiza kuwa hataki kuniona chumbani kwake. Alafu sasa hivi ananiletea ubabe wake wa kijinga hapa. Mama Zena akasema kwamba lakini sio kwa style hiyo. Isha usisahau kuwa Suzi ni mtoto wa bosi wako. Nilimwangalia Mama Zena kwa muda kisha nikamjibu kwamba na yeye ajue mipaka yake, mimi ni msaidizi wa kazi tu na sio mtumwa wake. Kisha nikaendelea na kazi zangu mimi. Kama kawaida, mimi nikishamalizaga majukumu yangu moja kwa moja huwa naenda kukaa tu chumbani. Nikiwa ni majira saa 1 jioni kuelekea saa 2 hivi, nikiwa na uchovu hali ya juu, nikajivuta na kwenda jikoni kwa ajili ya kutenga chakula mezani, maana huwa wanakula saa 2 au saa 3. Nikiwa natokea jikoni kuelekea kwenye meza ya chakula, nikajikuta nikishangaa sana baada ya kumwona Madam G akishuka ngazi kwa kukimbia, lakini pia alikuwa akishangilia kwa furaha sana huku akiimba. Nibaki nikimshangaa tu Madam akaenda moja kwa moja na kufungua mlango. Kitendo cha Madam G kufungua tu mlango, nijikuta nikiangusha jagi la juice baada ya kukutana uso kwa uso na mkaka yule aliyetoa bikra yangu nikiwa kwa mamdogo. Kwanza kila mtu akashtuka na kuniangalia mimi ambaye nilikuwa nikitetemeka sana. Kuna namna niliharibu moment nzuri ya furaha ya mama na mtoto. Kwa upande wa mkaka huyu aliganda akinishangaa na kujiuliza kimoyomoyo kuwa ni mimi au amenifananisha. Madam G akasema kwamba Isha ni uko sawa. Madam G aliniuliza huku sasa akinisogelea kwa wasiwasi. Madam G akauliza tena, vipi hujaumia? Nikamjibu sijaumia, nisamehe sana madam, nimeangusha kwa bahati mbaya, imeniteleza tu. Yaanza kujitetea mwenyewe kabla mambo hayajaanza kuwa mabaya. Si unafahamu tena wadada wa kazi tunajijua, ukivunja tu hapo kitu unaambiwa kitakatwa kwenye mshahara. Labda bosi wako tu ni mtu muungwana na ana utu. La sivyo vunja sahani uone. Sahani 2000 utaambiwa sahani 20,000. Basi madam akasema usijali, kikubwa hujaumia na uko sawa, kuwa na amani binti yangu. Alizungumza Madam G kwa sauti yenye upendo mkubwa sana ndani yake. Nikasema asante, ngoja nikachukue maji nije kusafisha. Nizungumza sasa nikigeuka na kutaka kwenda jikoni, lakini ghafla
nikasikia sauti ya Enzo kijibu ya kwamba wewe simama hapo. Ilikuwa ni sauti ya Enzo, mkaka ambaye namchukia mno. Mungu anajua. Kitendo cha Enzo kunisimamisha kiliniogopesha sana, tena sana. Nijikuta nikitetemeka sana. Nikawaza ya kwamba Mungu wangu, huyu asije akaropoka kuwa ananijua. Msikilizaji, ngoja nikukumbushe kitu kimoja. Labda unaweza kuwa umesahau. Mimi Ishan sikuwa mkweli kwa Madam G. Maana nilimdanganya kuwa siku ambayo nilipata ajali ndio siku niliofika da. Alafu kijana wake ananijua vizuri sana. Anyway, tuendelee. Kwa upole wa hali ya juu, nikageuka na kumwangalia Enzo kwa uoga sana, kwa aibu na wasiwasi wa hali ya juu. Enzo akasema kwamba umeumia wewe, mbona kuna damu hapo chini? Alizungumza Enzo, na hapo ndio nikagundua kuwa vichupa vya jagi viliweza kunichana mguuni kidogo. Kwa mwendo haraka, Enzo akaninyanyua na kunisogeza kwenye kochi. Akasema kwamba, yani madam sasa akasema kwamba naenda naye kwenye chumba cha huduma ya kwanza, ukamfungia huko kidonda. Alizungumza hivyo madam, kisha akaondoka kuelekea jikoni. Kwa upande wa Enzo, amekuwa akiniangalia sana usoni kana kwamba ananifananisha. Nilimwambia kwamba nitatembea mwenyewe usijali. Nilimwambia hivyo Enzo baada ya kutaka kunibeba tena kwa ajili ya kwenda kwenye hiko chumba cha huduma ya kwanza. Ila subiri kwanza msikilizaji. Hivi kuna watu ndio wanaishi namna hii? Yaani watu majumbani mwao wana zahanati ndogo. Mungu nipe hela na mimi. Basi Enzo akasema kwamba kumbe jina lako ni Ishan. Enzo aliniuliza akiwa amenikazia macho. Tubaki tukiangaliana tu, na mwisho Enzo akaninyanyua na tukaenda kwenye chumba cha huduma ya kwanza, na Enzo akafunga mlango kabisa. Akaniuliza umefikaje nyumbani kwetu? Enzo aliniuliza sasa akiendelea kunisafisha kidonda. Ila iko kidonda sasa. Yaani ni tudogo sana, ni vile tu yani nimeumia kwa watu wenye hela. Hivi si unajua kuumia kwa familia ambayo haina hela ama ni ya kawaida, tunakuumia kwenye familia yenye hela kuna utofauti kwenye treatment wenzangu na mimi enzi hizo wanaweka chumvi. Unatia chumvi kwenye kidonda. Wewe tena kingine ukitii chumvi unaacha kipigo na jua kikauke. Kwa hiyo mimi niliumia kidogo tu. Ila ningeua mwenyewe, ningejimiminia chumvi tu kwisha habari. Basi Enzo akasema kwamba ni wewe ndio ulipata ajali mamangu akakusaidia. Enzo aliamua kuniuliza swali jingine, ingawaje mimi sikuwa nimemjibu swali lake la kwanza. Nikamjibu ndio. Akauliza, na kwenye kazi yako kule imekwaje? Enzo aliniuliza akionyesha wazi kuwa tayari ameshajua kuwa mimi ndio msichana ambaye ameshawahi kuona utupu wangu. Nilimwangalia Enzo kwa muda, mwisho nikajizima data na kumuuliza kwamba kazi gani? Mbona unaniuliza ni kama unanijua? Enzo akasema na maana mimi unikumbuki au? Enzo aliniuliza hivyo. Nikamwambia kwamba ndo mara kwanza tunaonana, unataka nini nikukumbuke nini yani? Basi kani mwendo wa maswali juu ya maswali, hakuna majibu. Kuna namna niliamua kufanya hivyo ili tu nisije nikaharibu na kufukuzwa ikiwa ni yani sina sehemu hata kwenda. Basi Enzo akanihudumia na kwa pamoja tukaenda kwenye meza ya chakula. Sasa mume wa Madam G akiwa na furaha sana akasema kwamba Mazena, hatimaye Enzo yuko tayari kuoa sasa. Mume wa Madam Gloria alizungumza hivyo. Mimi nikaanza kwamba linaoa kitu gani sasa wakati limezoea washarati. Nilizungumza hivyo kwa moyo sasa nikimwangalia Enzo kwa jicho la upande. Sasa Madam Gloria akauliza kwamba Enzo, kwa nini umekuja nyumbani usiku jamani? Madam Gloria alimuuliza kijana wake. Kuna namna niliona kuwa Enzo anapendwa sana na wazazi wake kuliko huyu Suzi. Na hata uongeaji wa Enzo kwa wazazi ni tofauti na Suzi. Yaani Suzi anaongeaga na wazazi wake kama anaongea na mke mwenzie. Basi Enzo akasema kwamba nitakuwa hapa kama wiki 2 hivi maana nina likizo kazini. Basi Madam Glory alifurahi huyo mpaka alimkisi mkono wa Enzo akionyesha ni kiasi gani amefurahishwa na taarifa hizo. Hatimaye ni siku 3 sasa tangu Enzo aje hapa nyumbani kwao. Kwa upande wangu nilikuwa nikimkwepa sana, tena sana tu. Lakini ilikuwa tofauti kwa Mama Zena ambaye alikuwa akipenda sana kukaa na Enzo wakati wote. Na hii ilinikera sana kwani mimi sikuwa na mtu wa kupigana story. Na kwa upande wa Suzi, yeye alikuwa busy tu kuhakikisha, yani alikuwa busy kuhangaika ya kwamba mimi lazima nifukuze kule ndani. Kitu ambacho yani sikielewi kwa sana ni kwamba nimewahi kumkosea kitu gani mpaka kufikia hatua ya kunichukia kiasi hiki. Sasa ikiwa ni majira ya jioni, Suzi bwana akajizoa moja kwa moja mpaka chumbani kwa Enzo.
Basi Enzo alimuuliza Suzy ya kwamba haya, unajipegani tena chumbani kwangu? Suzy akasema kuna kitu nataka unisaidie Enzo. Alizungumza Suzy kwa sauti ya kudeka sana. Kisha moja kwa moja akasogea na ukaa kwenye miguu ya Enzo. Na kwa sauti ya chini akasema kwamba Enzo, ongea na mama muondoe huyu binti hapa nyumbani. Mimi sitaki kumuona. Enzo alimwangalia Suzy kwa muda, kisha akamuuliza kwamba ni unamwongelea Aisha ni au? Suzy akasema ndio, mimi simpendi na sitaki hata kumuona. Please ongea naye basi umuombe ndani aondoke. Enzo akasema lakini kwa nini amuondoe ikiwa hana kosa lolote lile binti watu? Suzy akasema makosa yapo tena ni mengi tu, lakini mnafumbia macho. Enzo, hivi uone kuwa huyu msana ni kama mchawi hivi? Yaani nyote mnamtetea yeye tu. Mama ndo kabisa amemfanya kama binti yake. Enzo alimwangalia Suzy na kumwambia kwamba mjipe muda tu. Najua utamuelewa na kumpenda pia. Aisha ni yupo cool sana. Sasa kwa upande wangu nikiwa nimekaa tu sebleni, madam akaja na kuuliza kwamba Enzo yuko wapi? Nikajibu alikuwa chumbani kwake. Madam akasema kanitia mara moja. Basi kwa haraka nikanyanyuka na kwenda mpaka chumbani kwa Enzo. Nilipofika mlangoni niliweza kusikia maongezi yake na Suzy. Nikajikuta nikiacha kumuita na kusikiliza umbea. Suzy akasema kwamba Enzo, lakini kwa nini umeamua kunitesa? Yaani umeona kunikataa haitoshi, leo hii unataka kuoa kweli? Ilikuwa ni sauti ya Suzy na alikuwa akimwambia Enzo. Kuna namna nilihisi kama sielewi anazungumzia vitu gani. Yaani Suzy anazungumza utadhani yani Enzo ni boyfriend wake vile. Basi Enzo akasema kwamba Suzy, hebu nenda basi chumbani kwako, nina kazi nyingi za kufanya. Alizungumza Enzo kwa sauti ya kali kidogo. Suzy akasema siendi kokote. Enzo, kwa nini walikuwa mimi nakupenda sana kuliko wanawake wote ambao wewe unawajua? Kuliko hata huyo Puli ambaye wewe unataka kumuoa. Nijikuta nikishtuka sana na kuacha, yani niliacha kama mdomo wazi tu. Maana sikuwa naamini maneno ambayo nilikuwa nayasikia. Yani Suzy anamtaka kaka yake kimapenzi na hataki kaka yake aoe. Hii mbona ni kali ya mwaka? Nijikuta nikianguka kama mzigo. Tena niliangukia chumbani kwa Enzo. Na hapo sasa mdao nilikuwa nimeganda tu kwa butoa wa hali ya juu. Kwa ghafla nikajikuta nikianguka kama mzigo. Nikaa nimeangukia chumbani kwa Enzo. Najua mnajiuliza nimeangukaje. Iko hivi, wakati nasikiliza umbea, shoga yenu nilinogewa. Nikajikuta sasa nimeegemea mlango kwa kujiachia kabisa. Na mlango ulipofunguliwa, ndio Aisha ni mimi. Aisha ni chaumbea. Nikaangukia ndani. Suzy akasema kione kwanza, kaa kichawi. Alizungumza Suzy kwa hasira sana. Kisha akatoka nje na kuniacha mimi nikiwa pale chini na nilimwangalia Enzo kwa aibu sana. Enzo akasema kwamba ulikuwa unasikiza maongezi yetu, si ndio? Enzo aliniuliza huku sasa akinyanyuka pale alipokuwa amekaa. Nikasema maongezi gani? Na mimi nikabalaguza na kunyanyuka huku sasa nikijifanya nilikuwa sijui kitu chochote kile. Enzo akasema ulikuwa unafanya nini hapo mlangoni? Enzo aliuliza kusasa akiniangalia tu usoni. Kwa upande wangu mimi sikuweza kumwangalia kabisa. Nilibaki nikipepesa macho tu huku na huko. Basi Enzo alitaka kuzungumza kitu kingine lakini kwa haraka sana ikamkatisha akasema kwamba nimekuja kukuita tu, madam anakuita upo hapo sebleni. Nizungumza haraka na kutaka kuondoka lakini haikuwa rahisi kabisa. Kwani Enzo alidaka mkono wangu kwa nguvu na kunivuta na kujikuta sasa tukiwa tumekumbatiana. Enzo akasema niangalie usoni. Alizungumza Enzo baada ya kuona kuwa napata shida sana kumwangalia usoni. Nikasema kwamba kaka Enzo, naomba niache bwana. Nizungumze huko sasa nikifurukuta tu kwa ajili ya kujitoa kwenye mikono yake. Enzo akasema kwamba hivi, unafikiri mimi sikufahamu? Madhani mimi sikujua Aisha. Mbona nifanya yani kwamba ninakuwa na maswali mengi juu yako? Yaani kila ninapokutana wewe najiuliza sana kuhusu usika wako. Nikamjibu, mimi bwana sikufahamu na sijui unaongea kuhusu nini. Kaka Enzo, mama anakuita, naomba basi uniachie. Enzo akasema wewe, mimi sio kaka yako Aisha, umesikia? Nataka kujua misheni yako ni ipi kwenye familia yangu. Unataka nini kwenye ukoo wangu? Siwezi kukuamini wewe. Wewe sio mtu mwema kwenye familia yangu. Alizungumza Enzo akionyesha kuwa na wasiwasi mkubwa sana na mimi. Basi sauti ya Madam Glory ilimuita Enzo. Baada ya kuona kuwa anakawia sana, Madam G akasema kwamba Aisha ni uko wapi jamani? Maana nilimtuma kuja kukuita. Aliuliza Madam G baada ya kuingia chumbani kwa Enzo. Basi Enzo akasema kwamba ameniita katoka nje, kuna kazi nilikuwa namalizia, samahani kwa kuchelewa kuitikia wito. Alijibu Enzo kwa utulivu sana. Madam G akasema nifuate huko.
alizungumza Madam G kisha akatoka nje. Na muda huo huo Enzo naye akatoka nje. Kwa upande wangu sasa, mwamba wa Lusaka, nijivuta polepole na kutoka uvunguni nilipokuwa nimejificha. Kwanza nikashusha pumzi nzito sana na pasipo kupoteza muda nikatoka nje. Sasa siku ziliendelea kwenda huku visanga vikiongezeka. Kwa upande wa Enzo hakuwa na imani na mimi hata kidogo. Kuna namna alihisi kuwa nimetumwa kuidhuru au kuichunguza familia yake. Ikiwa ni majira ya saa 4 usiku, muda ambao familia nzima kukutana kwa ajili ya ibada ya usiku, tulisali na tulipomaliza tu kabla ya watu kutawanyika, Enzo akazungumza akasema kwamba mama, naomba kesho ninapoondoka niondoke na Ishan akanisaidie kazi za pale nyumbani, maana nyumba yangu imekuwa kama dampo kwa ajili ya ubizi wangu. Kwanza nilishtuka na kutoa macho kama fundi sali yapoteza nati. Kila mtu akanigeukia mimi kana kwamba walikuwa wanataka kunisikia nikizungumza kitu. Basi Madam Gloria akasema kwamba huyu muache tu, na kama unataka mdada nikuangalizie tu ndani ya hizi wiki 2. Alizungumza Madam Gloria na kuna namna nilifurahi na kujikuta nikitabasamu. Kikapita kimya kifupi kisha Enzo akasema kwamba ni ndani ya hizo tu wiki 2. Kipindi hiki ambacho najiandaa na mambo ya mahari na pete, Ishan angekuwa ananisaidia tu pale nyumbani. Akija mdada basi namrudisha Ishan. Alizungumza Enzo akionyesha wazi kuwa amedhamiria kuondoka na mimi. Naitamani sana kukataa, lakini sasa sikuwa na kauli kabisa. Mwisho kabisa Madam Glory akakubali na issue ya mimi kuondoka na Enzo ikakubaliwa kwa 100%. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, Enzo akaja kuniamsha ili niweze kujiandaa na safari ya kuondoka. Sasa nikajiandaa pale na baada ya muda tayari mimi na Enzo tulikuwa kwenye gari kuelekea nyumbani kwake. Kiukweli mimi sikuwa na amani hata kidogo. Nilikuwa ni mwingi wa hasira na nilikuwa ni mkimya sana. Enzo aliniuliza kwamba ni nani amekutuma kwenye familia yangu Ishan. Enzo aliniuliza huku sasa akiendelea kuendesha gari. Nilimwangalia tu kisha nikakaa zangu kimya maana mimi sikuwa na majibu ya kumpatia. Enzo akasisitiza akasema kwamba Ishan, naongea na wewe. Hii ndio sababu imekufanya wewe kunitoa nyumbani kwenu au? Sina majibu ya maswali yako bwana harusi, sawa? Nilimjibu kwa hasira sana na kuna namna niliingizia mambo yake ya ndoa. Sijui niambie kitu gani, lakini kuna namna ili swala la yeye kutaka kuoa ni kama linaniumiza kwa kiasi chake. Naitwa Enzo, sio bwana harusi. Utajua mwenyewe. Njia nzima ikawa ni kuzozana na kubishana tu. Mwisho tuliweza kufika nyumbani kwake. Ukisikia pesa unaenda kwenye pesa, ndio hii sasa. Yaani Enzo na yeye nyumbani kwake ni mashallah. Nilibaki nikishangaa tu. Na nikajikuta nikilopoka nikasema kwamba nyumbani kwako ni pazuri sana, hongera. Enzo aliniangalia tu, mwisho akasonya na kuingia ndani. Sasa nikasema kwamba lione kwanza kaa jadu. Si ungesema hata asante tu. Nikalamika kisha nikanyanyua begi langu na kumfuata ndani kwake. Chumba chako ni cha pili upande wa kushoto, napumzika ndani, sitaki usumbufu. Alizungumza Enzo kisha akaingia chumbani kwake. Sasa nikaanza kuambia mijitu mingine, jamani, miasira yao inamalizia kwa watu wanyonge kama sisi. Mndani sijui kama nitapaweza. Basi masali zidi kuyoyoma huku Enzo akiwa hajatoka kabisa chumbani kwake. Kwa upande wangu njaa ilinisokota kuliko kawaida. Kuna muda nilikuwa nahisi mpaka nikizunguzungu kwa ajili ya njaa. Nilizunguka huku na huku na hatimaye nikafika jikoni. Jikoni kwenyewe hakukuwa hata na maajabu yote yale. Yaani kulikuwa na maji ya kunywa tu kwa kuwa nilikuwa na pesa kiasi. Nikajikokota na kutoka nje ya nyumba kwa ajili ya kununua chipsi. Picha linaanza mtaa ni wakishua sana. Kila nyumba ina uzio na geti kubwa. Hakukuwa hata na mtu wa kumuuliza ni wapi wanauza chipsi. Mimi sikukata tamaa, niliendelea kuzunguka mtaani nikitafuta banda la chipsi au hata mama ntilie niweze kupata chochote kitu. Hatimaye nikakutana mtaa wa Kiswahili, ingawa sio sana, na nikaweza kupata banda la chipsi. Nikaagiza na kuamua kula pale pale tu maana nisingeweza kuendelea kuvumilia njaa niliyokuwa nayo. Baada ya kushiba sasa na kupata nguvu, nikashika njia kwa ajili ya kurudi nyumbani. Picha la pili ni kwamba sikumbuki njia ya kurudia nyumbani. Na hata hiyo nyumba yenyewe sikumbuki ina muonekano gani. Katika siku nilizozunguka pasipo na mpangilio, basi ndio hii. Kila nyumba niliyoiona nilihisi ndio nyumba ya Enzo. Hatimaye giza la saa 1 likanikuta nikiwa bado mtaani. Natafuta njia tu kurudi nyumbani kwa Enzo. Ubaya zaidi sikuwa na simu hata ya mawasiliano. Baada ya kuzunguka sana na kuchoka nikajikuta nikikaa tu chini na kuanza kulia.
Najua utanicheka, lakini kama akili yangu ilifika mwisho kwenye kufikiria lakini pia kuhangaika. Muda huo sasa kapita gari moja kali sana na la kishua sana. Nibaki nikiliangalia na mwendeshaji wa gari hilo akasimama na kushusha kioo, kisha akaniuliza kwamba uko sawa, mbona umejinamia? Nilimwangalia kwa muda, alikuwa ni mkaka hivi handsome kiasi, mwenye dark skin. Nikamwambia nimepotea. Nilijibu kwa sauti ya kilio cha kwekwe. Kwa haraka mkaka huyo akashuka kwenye gari yake na kuja kuchuchuma mbele yangu. Akasema, "Kwani wewe ni mgeni maeneo haya?" Aliniuliza hivyo akionyesha kama kujali sana. Nikamwambia ndio, mimi ni mgeni, nimekuja leo, nilitoka nje mara moja tu, lakini mpaka sasa sijui nyumba wala mtaa niliotoka. Kwanza mkaka huyo aliniangalia na kutabasamu. Kuna namna niliona kama kanidharau hivi. Kwa hasira nikanyanyuka na kutaka kuondoka. Sasa huyo mkaka akasema kwamba ulifika kwa nyumba ya nani? Nikasema kwa Enzo. Nijibu na kusimama nikimwangalia mkaka huyo. Yule mkaka akasema kwamba yani unamwangalia Enzo mtoto wa Madam Glory ama? We, yani hapo baada ya kusema hivyo nijikuta nikitabasamu kwa furaha sana. Na kwa sauti ya shauku nikajibu ndio huyo, unamjua? Nikasema ndio, mimi rafiki yake, naelekea huko. Kwanza nikashusha pumzi ndefu sana. Maana sio kwa kuzunguka mchana kutwa mpaka jua linazama. Kwa pamoja mimi na mkaka huyo ambaye sikuwa nikimfahamu, tukapanda gari na safari ya kwenda kwa Enzo ikaanza. Nilikuwa nikiomba kimoyomoyo nikasema kwamba Mungu wangu, nilinde mja wako, huyu kaka siwe ni mnyonya damu. Nilikuwa naomba hivyo sasa nikimwangalia mkaka huyo ambaye alikuwa busy na muziki uliokuwa ukimba kwenye gari. Basi huyo mkaka akaniuliza kwamba by the way unaitwa nani? Nikasema naitwa Ishan. Akasema wow, una jina zuri sana kama mwenyewe. Sasa mtaa naokaa Enzo ni hapa. Kibao wiki hapa kilichoandikwa Make Street. Na nyumba ni ile pale mbele. Ile pale mbele yako ile namba 28. Usije ukasahau na ukapotea tena. Alizungumza mkaka huyo ambaye alionekana kuwa mwema sana kwangu, lakini pia mpole na ni mtulivu kwa kiasi chake. Hatimaye Ishan mimi nikafanikiwa kufika nyumbani. Sauti ya ukali ya Enzo ikauliza kwamba ulikuwa wapi. Aliniuliza pale tu alipoona sura yangu. Nibaki nikimtumbulia macho tu, maana Enzo alionekana kuwa na hasira sana kwa wakati huo. Basi alinitazama akasema kwamba ndio ulienda kukutana na watu wako waliokutuma kwenye familia yangu, si ndio? Enzo aliendelea kuniuliza huku sasa akiendelea kunisogelea kana kwamba ni mtu ambaye alikuwa anataka kunipiga hivi. Sasa muda huo mkaka yule ambaye amenisaidia akaingia na kuzungumza akasema kwamba kaka, polepole bwana, alipotea huyu, mimi ndo nimemrudisha. Kuna namna Enzo aliona aibu, akampole na kumkaribisha rafiki yake. Enzo akasema, Niki, karibu sana ise. Kwa upande wangu nikachukua nafasi hiyo na kwenda chumbani kwangu na kuachia nafasi marafiki wapate kuzungumza. Basi huyo rafiki yake Enzo akasema kwamba bro, hii pisi umetoa wapi? Mtoto kanyoka kila idara. Enzo alimwangalia Niki kwa muda kisha akasema kwamba sasa wakisema pisi zitoke inayo itatoka. Mwacha bwana, pisi mbovu kabisa hiyo. Sasa Niki akasema kwamba wewe unabisha tu, lakini hii ni pisi. Tena hii ni pisi ya maji ya kwanza. Oho. Sasa mimi nitaendelea kushangaa ukisema kwamba eti sio pisi. Unajua mimi sikuwa na ratiba ya kulala hapa, lakini kwa ajili yake leo nalala kaka. Ila asubuhi nataka yani nikiamka nataka nimuone live. Maana hizi tani kama azimtendei yake wakati huo. Enzo aliangua kicheko cha hali ya juu kisha akasema wewe utakuwa umerogwa wewe. Basi waliendelea kupiga stori zao za hapa na pale. Kwa upande wangu nikaingia bafuni nikaoga na nilipomaliza kila kitu nikatoka nje na kwenda sebleni alipo kuwepo Enzo na rafiki yake. Macho ya Niki alikuwa kwangu tu na kinitazama, lakini pia hakuacha kutabasamu. Basi nikamuuliza Enzo kwamba kaka Enzo, tunapika nini kwa ajili ya usiku? Nimuuliza Enzo kwa sauti ya utulivu sana. Enzo akasema kwamba nimeshaagiza chakula, unaweza kwenda kutulia tu chumbani kwako. Yaani huyo Enzo jamani, yani yeye ni mtu wa hasira tu wakati wote. Sikutaka kukaa kwa mwendo wa haraka, nikakimbia na kurudi chumbani kwangu. Basi asubuhi na mapema nikaamka na kufanya usafi wa nyumba nzima, kisha nikatulia tu maana hakukuwa na kitu kingine cha kufanya, afu kuzingatia sasa hakuwa na chochote kile hata cha kuandaa kifungua kinywa. Baada ya muda pia Enzo rafiki yake waliamka na pasipo kupoteza muda Niki akaaga na kuondoka zake. Nikabaki mimi na Enzo, kaka mwenye kisilani chake mjini.
Jana ulienda wapi? Enzo aliniuliza akiwa amesimama mbele yangu, lakini pia alikuwa amenikazia sana macho. Nilienda nje kutafuta chakula, nilishindwa kuvumilia njaa na kukuwa na chochote kile cha kupika. Ulishindwa kuniambia? Enzo aliniuliza kwa hasira sana. Nikamwangalia tu kwa muda. Sasa kwa pole nikamwambia kwamba lakini wakati ule uliaga ukasema kwamba unaenda kupumzika na ukutaka nikusumbue, ulisema nisikusumbue hata kidogo. Hapo kidogo Enzo akawa mpole na kuniuliza kwamba na kwa nini umekawia kurudi? Kwa sababu nilipotea. Kwa mara ya kwanza Enzo akanichekea. Tena ni baada ya kumwambia kwa nilipotea. Jiandae tunaenda sokoni sasa hivi. Alizungumza Enzo na mimi nikajibu ya kwamba mimi hapa niko tayari, sina kingine cha kujiandaa. Basi kwa pamoja mimi na Enzo tukajiandaa na kuondoka kwenda sokoni. Huko tulinunua kila aina mazagazaga kwa ajili ya mapishi. Kuna namna niliona kuwa Enzo anajulikana sana hapo sokoni, maana kila kona tuliokatiza hakuacha kuitwa na alionekana kuwa mchangamfu sana na watu hao. Baada ya kumaliza manunuzi, mimi na Enzo tukarejea nyumbani tukiwa kama mabubu vile, maana kila mtu alikuwa kimya na hakuna aliyemsemesha mwenzie. Tulipofika nyumbani, kwa upande wangu niliingia jikoni moja kwa moja kwa ajili ya kupanga vitu tulivyonunua, lakini pia kuandaa kifungua kinywa kwani ilikuwa bado ni asubuhi kwa wakati huo. Mwanamke ni mwanamke tu jamani. Ilinichukua kama dakika 30 tu kwenye kupanga kila kitu, lakini pia na kuandaa kifungua kinywa. Baada ya kuweka vitu sasa nikatenga chakula mezani na kumuita Enzo kwa ajili ya kula. Basi siku ziliendelea kusonga huku. Kwa upande wangu sikuwa ni mtu mwenye furaha hata kidogo. Kuna utofauti mkubwa kati ya kuishi kwa Madam Glory na kuishi kwa Enzo. Enzo amekuwa ni mtu wa kunifokea, kunisema, kuniongelea vibaya na mambo mengine tu, huku akiwa ni hana imani kabisa na mimi. Ikiwa imebakia kama siku moja tu ili niweze kurudi kwa Madam Glory. Siku hiyo bwana nilikuwa nina furaha sana, maana ni kama nilikuwa natoka kwenye jela ndogo ya Enzo. Nilikuwa nimekaa chumbani kwangu napanga tungo zangu kwa maandalizi ya kurudi kwa Madam Glory. Ghafla Enzo akaingia chumbani kwangu na akaingia pasipo hata kupiga hodi. Hii hali haikunishtua hata kidogo kwa sababu nimeshazoea, lakini pia ni nyumbani kwake, anaweza kufanya anachojisikia. Imekuwa vyema kuwa unaandaa nguo zako, hivyo basi jiandae unaondoka muda huu. Alizungumza Enzo baada ya kuingia chumbani kwangu. Unamaanisha naondoka sasa hivi? Nimuuliza kwa shauku lakini pia kwa furaha hali ya juu. Ndio, niko kwenye gari na kusubiria. Alizungumza Enzo kisha akatoka nje. Nyie, raha ambayo nilipata wakati huo sijui hata niwaelezee kwa njia gani. Sikuwa tena na muda wa kupanga nguo. Nilichokifanya ni kutupia tu kwenye begi. Baada ya muda mfupi kupita, tayari mimi na Enzo tulikuwa kwenye gari tukielekea kwa Madam Glory. Katika 1 na 2 bwana, baada ya mwendo mrefu tuliotembea, nilishtuka sana baada ya kuona gari ya Enzo ikiwa imepaki nje ya nyumba ya mamdogo. Yaani kwenye nyumba ambayo nilikuwa nikiuza mwili wangu, nyumba ambayo imebeba kumbukumbu zangu zote za maumivu, nyumba ambayo furaha kwangu ilikuwa ni kama simulizi za uongo za Abu Nuwasi. Je, kwa nini Enzo amenileta kwa mamdogo? Tukutane sehemu inayofuata. Mtayarishaji ni Rita Story na mimi ndiye kusimulia simulizi Lucas Lumbas. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.